Huyu ni mwanafunzi ambaye anapaswa kuwa shuleni kidato cha 5 Kili Sekondari Nzega Tabora. Kwa nini umelala na mwanafunzi hapa? Na kuuliza kwa nini umelala na mwanafunzi? Mzee, sogea hapa nyuma. Mzee Bundala. Mzee nani? Mzee Mashigu, sio? Kwa nini kijana wako amelala na mwanafunzi wetu hapa ndani? Wewe unaruhusiwa kulala na mwanafunzi? Hamna. Huyo mwanafunzi ni nani yako hadi unalala naye? Sijajua kama. Kwa nini hujajua? Si alimaliza sekondari alikuwa nyumbani tu. Kwa hiyo mimi ndo nilikuja sana. Sasa angekuwa yuko nyumbani tu, angekuwa sio mwanafunzi, mimi ningekuwa hapa. Hamna, usingekuwepo hapa. Umepangwa kwenda kidato cha 5 Kili Sekondari Nzega. Kweli sio kweli? Hebu nijibu vizuri. Kweli sio kweli mwanangu? Kweli. Kwa nini uko hapa kwenye hii nyumba wakati watoto wote wasichana wenzio wako sekondari? Wasichana wenzako wote wako sekondari. Kwa nini mwanangu uko na huyu kijana? Sasa hivi ni saa ngapi? Sasa hivi ni saa 6 usiku, si ndio? Mwanafunzi ambaye unapaswa kuwa sekondari. Ila mimi kwa nini mmemchukua mwanafunzi? Nilikuwa sina tayo kama mimi mwanafunzi. Mzazi wake walipooana na huyu kijana. Wameoana lini? Wana miezi leo kama miwili. Umetoa ng'ombe ngapi? Nilikuwa natarajia kutoa 3 mwezi wa 8, si ndio? Mwezi wa 8. Mzazi wake mimi nilikuwa sijui kama mwanafunzi. Wewe ulikuwaje hujui kama ni mwanafunzi? Wewe mnaweza mkaenda mkaoa mtoto ambaye hamjui ni nani? Si mzazi wake alipokuja akaja tukaelewana na mali. Mimi kajua mtoto yuko hudu. Ila mwakani tena nimalizia 1,000,000. Kwa hiyo mahali ya huyu mtoto ni 4,400,000. Lakini vifaa vya huyu kwenda shuleni ni 400,000 ama 5. Yaani mna uwezo, kumbe yani nyinyi mna uwezo wa kupeana milioni karibia 5. Unaona Lakini hamna uwezo wa kununua vifaa vya shilingi 400,000 huyu mtoto aende shuleni. Mwanangu tulia, usiwe na wasiwasi. Mimi ni baba yako hapa, nimekuja tu kuwatembelea. Mimi nataka tu kuendelea kutoa wito kwamba watoto wote ambao wamechaguliwa kuendelea na masomo lazima waendelee na masomo. Hiyo haina mjadala kabisa. Lazima waendelee na masomo. Ni bora binti kama huyu tungekuta kwamba hajaripoti katika shule ambayo tumempangia ya kidato cha 5 na amefaulu vizuri huyu. Tusingemkuta kule alafu mzazi akajenga hoja na akatupatia uthibitisho kwamba mtoto yuko katika shule nyingine. Lakini vitendo ambavyo vinaendelea hapa mnaona vyote ni vya kihuni, ni vya uvunjifu wa sheria. Binti ambaye anapaswa awe shuleni tayari wazazi wameshamuoza na mmeona baba wa huyu ambaye ni muoaji anakiri kabisa kwamba wameshakubaliana na mahari wanapaswa kuitoa mwezi ujao. Kwa hiyo lazima tuendelee na hatua zetu za ndani, lazima wote wachukuliwe hatua za kisheria. Wewe ulivyokuwa jana si leo, na leo si kesho. Hivyo ndivyo ambavyo utapata saada fi hadhihi dunya wa fil akhirah. Utapata maisha mazuri katika hii dunia na kesho akhira. Ishike nafsi yako, ikataze na kutamani, ikataze na husda, ikataze na